Michuano ya AFCON imezidi kupamba moto huko nchini Morocco, ambapo hivi sasa Afrika na dunia inashuhudia hatua ya nusu fainali ya michuano ya AFCON mwaka 2025. Wenyeji kwa maana ya Morocco, Simba wa Atlas uso kwa uso na Nigeria, the Super Eagles, timu ambayo mpaka hivi sasa katika michuano ya AFCON wao ndio wamefunga mabao mengi, Victor Osimhen akiwa na mabao 4, lakini kwa upande wa Morocco ni Ibrahim Diaz akiwa ndo kinara wa mabao mpaka hivi sasa katika hii michuano akiwa na mabao 5. Hii mechi bwana inakwenda kuwa ni mechi ngumu, kwa maana Morocco wanahitaji angalau kufika hatua ya fainali ya michuano hii, la sivyo kuchukua tu ubingwa, kwa maana wana muda mrefu pasipo kutoa hili taji la AFCON, kwa maana mara ya mwisho walichukua taji hili mwaka 1976. Ilikuwa ni muda kweli takriban zaidi ya miaka 30 hivi mpaka hivi sasa. Lakini pia mara ya mwisho kufika fainali ya michuano ya AFCON ilikuwa ni mwaka 2004, ambapo walifika fainali na wakapoteza mbele ya Tunisia, ambapo katika huo mchezo Tunisia aliibuka na ushindi wa bao 2-1. Sasa mwaka huu wao wakiwa kama waandaaji wana hiyo shauku ya kufika fainali na kuchukua ubingwa wa michuano ya AFCON, lakini hawawezi kufika fainali pasipo kufunga mchezo wa nusu fainali. Wamewekewa mfupa ambao umemshinda fisi, kwa maana Nigeria mpaka kufika hatua ya nusu fainali wameshatoa mataifa mawili kutokea ukanda wa kaskazini mwa Afrika, kwa maana wameshamuondosha Tunisia katika hatua ya 16 bora, lakini pia wameshamuondosha timu ya taifa ya Algeria katika hatua ya robo fainali. Na Nigeria hawa wana rekodi nzuri, japokuwa siku za hivi karibuni wamekuwa wana ile access ya kufika hatua ya fainali, kwa maana michuano ya AFCON ya mwaka 2023 pale nchini Ivory Coast walifika fainali na kupoteza bao 2-1 mbele ya wenyeji Ivory Coast, ambao hapo jana nao pia wameshaaga mashindano. Kwa hiyo hii ni mechi ambayo inakwenda kutoa ishara kubwa katika michuano ya AFCON mwaka huu, kwa maana Nigeria wanakwenda kutinga hatua ya fainali ama la, tunasubiri kuona, lakini kila mtu anapigia upatu kwa upande wake. Mchezo mwingine ni Senegal, Simba wa milima ya Teranga dhidi ya mafarao wa Misri, mabingwa wa muda wote wa michuano ya AFCON, wakiwa wametoa taji hili mara 7 na wakifanya hivyo kutoa mara 3 mtawalia, kwa maana mwaka 2006, 2008 na mwaka 2010. Na Misri wamekuwa wanaukata juu ya hili kombe mara baada ya kukaa zaidi ya miaka 15 pasipo kutoa hili taji, kwa maana mara ya mwisho kwa Misri wao kutoa hili taji ilikuwa ni mwaka 2010, akitoa hili taji ndio ilikuwa mara yao ya mwisho. Lakini kwa upande wa Senegal wao mara yao ya mwisho kutoa hili taji ilikuwa ni michuano ya AFCON mwaka 2021 iliyofanyika pale nchini Cameroon, wakimfunga taifa la Misri kwa mikwaju ya penalty. Kwa hiyo hatua ya nusu fainali ya mwaka huu inakwenda kukutanisha wanafainali wa michuano ya AFCON mwaka 2021, ambapo Misri alipoteza kwa mikwaju ya penalty mara baada ya dakika 90 kuisha kwa sare ya 0-0. Ilikuwa ni mechi ya maana kweli kama mtazamaji ambaye unakumbuka. Kwa hiyo inakwenda kuwa ni mechi ya kisasi, lakini pia inakwenda kuwakutanisha mastaa wakubwa ulimwenguni ambao wameshawahi kufanya kazi kwa pamoja, kwa maana ya Mohamed Salah, mshambuliaji wa sasa hivi wa Liverpool, lakini pia bila kumsahau mshambuliaji wa klabu ya El Nassr ya huko nchini Saudi Arabia, kwa maana Sadio Mane, ambaye naye pia ameshawahi kupiga katika klabu ya Liverpool. Inakwenda kuwa ni mechi ngumu, kwa maana makocha wa timu hizi mbili, namzungumzia Pape Thiaw kwa upande wa Senegal, lakini pia bila kumsahau nyota Osam Hassan, nyota wa zamani huyu, na anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji bora muda wote katika timu ya Misri, ambaye ndio kocha mkuu. Wanakwenda kukutana na kila mmoja akiwa anafahamu thamani ya taifa yake, na hawa wote wamevuka katika hizi hatua mara baada ya kupata ushindi. Tukumbuke tu kwamba Senegal ametenga hatua ya nusu fainali mara baada ya kumwondosha taifa la Mali kwa bao 1-0, huku Misri akitinga hatua ya nusu fainali mara baada ya kumfunga Ivory Coast, ambaye huyu ndiye bingwa mtetezi, bao 3-2. Kwa hiyo hapa ndipo ambako AFCON imefikia, na nikwambie tu, nani ambaye unamuona anakwenda kutinga hatua ya fainali kama sio kuchukua kabisa ubingwa wa AFCON? Mimi nimeshaweka wazi mapema tu kwamba Misri ndio anakwenda kuwa bingwa wa michuano ya mwaka huu. Sijui wewe unasema